Kwa hiyo kama umepata nafasi andika fanyika kuwa baraka. Watu tuliokoka unatakiwa pale baada ya kumpokea Yesu kuwa Kristo na Bwana Mwokozi wa maisha yako, baada ya kuokoka kwenye mtaa unaoishi, kwenye sehemu unaoishi, wewe uliokoka uwe baraka. Bwana Yesu asifiwe. Yaani wewe ambaye unamjua Kristo uwe baraka pale. Kuna wakati unaweza kufanya jambo watu wasikuone kama unafanya la msingi. Ila anasema mimi natukana, mnasema lakini mimi nataka nifanyike kuwa baraka katika huu mtaa. Fanyika kuwa baraka. Haijalishi watu watakuzungumzia kwa namna ipi, kwamba unajipendekeza au unataka uongozi fulani au unataka kujionyesha mbele za watu. Usifanye kwa sababu unataka kuonekana mbele za watu. Mtumishi wa kweli Bwana Yesu Kristo hafanyi ili aonekane mbele za watu. Anataka kufanya ili Mungu atukuzwe pale. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Fanyika kuwa baraka katika mtaa. Hilo Wakorintho wa kwanza sura ya 3 hadi 18 inasemaje? Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 18. Tutasoma andika fanyika kuwa baraka. Amen. Asidanganye mwenyewe. Kama mtu akijiona kuwa mwenye hekima miongoni wenu katika dunia hii na awe mpumbavu ili apate kuwa mwenye hekima. Hekima anayozungumziwa hapo sio ya kimungu, ya dunia. Kuna watu duniani hapa tunasema yule baba ana hekima, lakini nyuma ya ile hekima kuna hekima pale. Kuna hila. Kwa sababu gani? Anataka kujionyesha mbele za watu kwamba yeye ni nani, kwamba yeye ni bora. Kuna baadhi ya watu wanasema kuna makabila yana hiyo hulka ya kwamba wanataka kuonekana mbele za watu kwamba sisi ndio tumefanya. Ndio. Lakini ukishaokoka usiishi kwa namna ile. Wewe badilika, uishi kwa namna tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Uwe baraka katika eneo lako. Usifanye ili watu wakuzungumzie kwamba wewe ni baraka. Wasikuzungumzie, wakuzungumzie, ila mbele za Mungu utalipwa na wewe ni baraka kwake. Bwana Yesu asifiwe. Inasemaje? Asijidanganye. Kama mtu akijiona kuwa mwenye hekima miongoni mwenu katika dunia hii na awe mpumbavu ili apate kuwa mwenye hekima. Hekima inayozungumzwa hapo ni hekima ya hapa. Sio hekima ile ya kimungu ambayo watu Mungu anawapa watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Ukisha jijua kwamba mimi nataka nifanyike kuwa baraka katika mtaa, katika eneo, katika ndoa yangu, mimi kama mama au mimi kama mwanafunzi au mimi kama baba au mimi kama kijana, natakiwa niwe baraka. Lazima ujue chanzo cha mwito wako. Yaani ili ufanyike kuwa baraka lazima ujue umeitiwa nini. Wewe kipi ambacho umeitiwa? Ukishajua nimeitiwa kupitia kitu fulani, utakitumia kile ili uwe baraka. Kuna watu duniani hapa wana uwezo mzuri sana wa kifedha, lakini hawawezi kubadilisha hata mtaa wanaoishi. Wakisema ya kwamba hatuwezi kumfanyia mtu ambaye hajali. Tunahangaika hapo, tunasema barabara zipitiki, lakini nakuta kuna watu wa matajiri wapo, lakini utasikia hatuwezi kuwatengenezea watu ambao hawaithamini barabara. Kwa sababu gani? Anataka kuonekana mbele za watu kwamba kafanya yeye. Lakini ukishajijua kwamba ufanye pale kwa sababu ya ni Mungu ndio yupo pale, anataka atukuzwe kwenye hilo. Ili wewe uliokoka Bwana jitukuze kwako, atukuzwe na hapo. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 26 hadi 31. Tujue huo mwito tulioitiwa sisi ni upi mbele za Bwana.
Hiyo Wakorintho wa kwanza. Inasemaje? Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 26 hadi 31. Maana ndugu zangu, angalieni mwito wenu, kwamba si wengi wenye hekima ya mwilini, si wengi wenye nguvu, si wengi wenye cheo walioitwa, bali Mungu aliyeyachagua mambo mapumbavu ya dunia awaaibishe wenye hekima. Tena Mungu alivichagua vitu dhaifu vya dunia ili aviaibishe vyenye nguvu. Tena Mungu alivichagua vitu vinyonge vya dunia na vilivyodharauliwa, na vitu ambavyo haviko, ili avibatilishe vile vilivyopo. Mwenye mwili awaye yote asije akajisifu mbele za Mungu. Bali kwa yeye ninyi mmepata kuwa katika Kristo Yesu, aliyefanywa kwetu hekima itokayo kwa Mungu, na haki na utakatifu na ukombozi. Kusudi kama ilivyoandikwa, yeye aonaye fahari na aone fahari ya Bwana. Amen. Umeelewa nini? Umeelewa nini? Umelisikia neno la Mungu linavyosema? Amechagua vile vitu ambavyo havifai. Na ndo hata leo wewe ukiwa na hela afu mwenzio hana, yule mwenye pesa, yule ambaye hana akitoa hata wazo la msingi asikilizwe. Hata kama kashasema jambo fulani, utasikia huyu atakuwa anachanganyikiwa. Lakini kumbe ndio la ukweli, lakini kwa sababu hana kipato, aonekana sio kitu. Lakini kazungumza jambo la uhalisia kabisa ambalo linatakiwa lifanyike. Kwa ndio maana kuta wenye kipato wanazidi kutamba mjini. Sema hekima yangu nataka iwe kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Hekima yako iwe kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Labda Mama Fredi irudie vizuri, labda watu wajeelewa hii. Hivyo hivyo mekata. Irudie vizuri hiyo Wakorintho wa kwanza. Maana ndugu zangu, angalieni mwito wenu. Wewe mwito ule ulioitiwa, wewe mwito ulioitiwa uangalie. Unasemaje? Si wengi wenye hekima ya mwili. Si wengi wenye nguvu. Si wengi wenye cheo walioitwa. Bali Mungu aliyachagua mambo mapumbavu ya dunia awaaibishe wenye hekima. Sasa kuna watu wana hiyo power kwenye hii dunia, sio walioitwa. Jamani, msione kuna watu kama hivyo ni watumishi, msione kuna mtu ana uwezo fulani. Jamani, hajaitwa huyo. Sema hapo neno lake. Tambua mwito wako sasa. Endelea. Mambo mapumbavu ya dunia awaaibishe wenye hekima. Tena Mungu alivichagua vitu dhaifu vya dunia ili aviaibishe vyenye nguvu. Tena Mungu alivichagua vitu vinyonge vya dunia na vilivyodharauliwa, na vitu ambavyo haviko, ili avibadilishe vile vilivyopo. Mwenye mwili awaye yote asije akajisifu mbele za Mungu. Bali kwa yeye ninyi mmepata kuwa katika Kristo Yesu, aliyefanywa kwetu hekima itokayo kwa Mungu, na haki na utakatifu na ukombozi. Kusudi kama ilivyoandikwa, yeye aonaye fahari na aone fahari ya Bwana. Kwa maana ndugu zangu, angalieni mwito wenu, ya kwamba si wengi wenye hekima ya kimwili, si wengi walioitwa,
Bali Mungu aliyachagua mambo mapumbavu ya dunia awaibishe wenye hekima. Tena Mungu alivichagua vitu dhaifu vya dunia ili aviaibishe vyenye nguvu. Vitu dhaifu aviaibishe vyenye nguvu. Na ndio maana kuna mtu mmoja nishaye kumsikia anasema kwenye mambo mengi sana msiwadharau watu wanaitwa watani, watu wanaoitwa vichaa na walevi. Kuna mambo fulani wanaweza kuzungumza kwenye shughuli au kwenye msiba afu kawa yana maana. Unaweza kusema huyu anaweza kawa mtani tu huyu, lakini kumbe anazungumza pale kitu ambacho kipo kwenye hiyo familia. Au unaona ni mlevi kalewa tu, kumbe hajalewa, anazungumza uhalisia ambao upo ndani, nyinyi hamjui. Anaweza kawa kichaa kapita tukasema yule kichaa bwana. Sio kwamba ni kichaa, anazungumza uhalisia uliomo mule ndani kwenye ile familia. Ila kwa sababu ni shughuli au kwa sababu ni msiba, unamsikia anza kuzungumza mambo yaliyo ndani. Huyu hajafa bwana, yupo na yupo. Nasema usikichaa, kumbe kweli yupo. Huyu mlevi kashalewa, tumempa pombe hapa. Usipuuze sana, hasa kwenye matukio kama ya kijamii. Mnapoona watu wanazungumzia hiyo, msipuuze sana. Kuna vitu vinaibishwa pale. Bwana Yesu asifiwe. Alivichagua vitu vinyonge vya dunia vilivyodharauliwa. Naam, vitu ambavyo haviko. Kuna wakati mwingine Mungu alimtumia mtu kama Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Daudi alikuwa ni mtoto wa Yese. Ni mtoto wa nje. Unajua inavyosema kama Daudi yeye hakuwa miongoni mwa wale kaka zake. Alikuwa ni mtoto wa nje. Kwa ndo maana hata akatengwa. Kwa sababu sio mtoto wa ile familia. Ni wa nje ya ile familia. Kwa yule Yese alizaa nje kabla kujoin kwenye ile familia. Akampata Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wakamtoa katika umoja wale watoto wa Yese, wakamweka wakampeleka huko kwenda kuchunga. Wale watoto waliokuwa wa Yese walikuwa ni majitu. Ni watu wenye hadhi fulani. Hapo alipokuja kuja kupaka mafuta, akaambia miongoni mwa hao sijaona. Yese akaanza nao hawa. Akaambia hapana. Kwa hawa hapana. Una mwingine? Sasa anaona haya kutaja yule kwa sababu sio miongoni mwa familia ile. Bwana Yesu asifiwe. Akaanza ila yupo mmoja tu. Yupo wapi? Anachunga huko. Muiteni. Sasa huyu ndiye anayemtafuta. Kimekonda konda kigoigoi hivi. Sio mtu ambaye kidogo ametengwa. Huyu, anambia huyu. Vitu vinyonge kuviibisha. Unaweza kawa Daudi ni wewe. Kwenye familia yenu wewe ni mdogo kuliko wote. Kwenye familia yenu wewe ndiye ambaye unaonekana huna uwezo. Lakini Mungu anataka tukuzwe kwenye ulicho nacho. Bwana Yesu asifiwe. Kama mimi kwetu ni wa mwisho. Kaka zangu huko wana uwezo kuliko hata mimi. Lakini sijaona pale kama kuna mtumishi. Pale kwetu kwenye uzao wa mama sijaona. Lakini Daudi ndio mimi. Si ndo wa mwisho. Kwa maana Daudi unaweza kaa wewe, simaanishi Daudi kwenye uzao kwa kwamba yeye alitolewa nje. Na maanisha Daudi kwenye jukumu la mwito wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kwenye mwito ule ambao kilionekana ni kinyonge ambacho hakiwezi kitu, lakini Mungu akataka tukuzwe pale. Kwa hata wewe unaweza kuwa kwenye ule mtaa. Wewe ni mdogo zaidi au huna kitu, lakini kupitia watu wakabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Waweza akaja watu wakashangaa kwako. Ni kweli yule kijana ni mdogo, lakini hiki kitu ambacho anakisema huyu kina maana. Mungu anataka tukuzwe kwenye hilo. Usijidharau. Haimaanishi umesoma.
haimaanishi hujasoma. Haimaanishi una elimu kiasi gani. Kuna hekima ya Mungu ikiingia, vyote tunatembea navyo hivyo. Uwe mwenye elimu au una elimu, lakini unaongozwa na ile hekima ya kimungu imeingia. Kwani zamani kulikuwa kuna wale wazee, nakuta mtu ana hata elimu, lakini unakuta eti kuna watu walikuwa wanaenda kwake pale kuomba ushauri, kuomba nini, na hata hajasoma. Sasa wewe uliokoka ni zaidi ya hekima ile. Maana yake wewe unaongea hekima zaidi ya ile. Maana yake wewe watu watakuja kwako kwa ajili ya kupokea baraka zao. Bwana asifiwe. Haleluya. Tambua mwito wako ni nini? Wewe umeitiwa nini? Ndio hilo. Somo la leo, somo nasemaje? Nifanyike kuwa baraka. Bwana Yesu asifiwe. Waefeso sura ya kwanza mstari wa 18 hadi 23. Waefeso sura ya kwanza mstari wa 18 hadi 23. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi ulivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo, na bora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo, kwa kadri ya utendaji wa nguvu na uweza wake aliyotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, akamweka mkono wa kuume katika ulimwengu wa roho, juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultani, akamweka juu. Bwana Yesu asifiwe. Alitenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, akamweka mkono wa kuume katika ulimwengu wa roho, juu sana kuliko ufalme wote, mamlaka na nguvu na usultani. Hivi vitu vinavyozungumzwa ndio wao wanaotamba kwenye dunia. Bwana Yesu asifiwe. Hizi ni mamlaka. Kwa maana hiyo kufufuka kwa Yesu kumemfanya amekuwa juu ya hizi mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Na kila jina litajwalo, la si ulimwengu huu tu, bali vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa, ambalo ndilo mwili wake, ukamilifu wake unayekamilika kwa vyote katika yote. Kwa hiyo macho yenu, anasema macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi ulivyo, na utajiri na utukufu na urithi mwito wake kwako. Ili ufanyike kuwa baraka lazima ujue umeitiwa nini. Haleluya. Unajua umeitiwa nini? Alafu kisha jua umeitiwa nini, anakwambia hao masultani, wakuu, wafalme sio kitu. Kwa nini? Yesu alishafufuka. Kafufuka na nani? Kafufuka na wewe kwenye ubatizo pale. Bwana asifiwe. Kwa maana hiyo alifufuka na wewe kwenye ubatizo. Si ulibatizwa? Akafufuka na wewe pale. Kwa maana hiyo kashakufanya uwe. Falme zote zinafanya chini yako. Sababu tujifunza pale neno Mungu linasemaje? Shetani tumemseta chini ya nini? Ya miguu. Tambua wito wewe umeitiwa nini? Alafu kisha jua nimeitiwa nini, ukafanyike kuwa baraka. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mahali ambapo unaweza kupita mwenzako akawa changamoto, lakini usiache sana kumuombea. Kwenye mtaa wako, kwenye shughuli zako, wapo watu ambao hawapendi maendeleo. Yaani wapo. Changamoto yote kitokea wao wapo nyuma. Hawajawahi kusema ndio kwenye jambo ambalo linahitaji kuwa ndio.
miaka yote ni hapana. Utasikia tunataka tuzibe njia hapa, Mama Febu asio anapita hapa. Anapita hapa. Yaani mradi tu spite. Yaani kuna mtu sababu ni nini? Mimi sitaki watu wanapita pita hapa. Wanaweza asifiwe. Watu wapo hivyo as nature. Kwa cha muhimu mtu aliyokoka inabidi ujue kwenye mtaa ninaishi na watu aina gani? Hawa watu wanapenda nini? Hawa watu hawapendi nini? Wasome. Ukishawajua tu utaishi na mtu yote. Unajua sasa huyu ni muongeaji. Huyu mkimya. Lakini ukigusa pale, huyu mtata. Huyu ukifanya hichi, utatembea. Kuna watu wengine jamani duniani hapa, mtu anakuuliza, "Wewe umewezaje kuishi naye? Sisi tumeshindwa." Kwa sababu gani? Alijua namna ya kuishi naye. Maana kuna hekima ya Mungu ilikopo ndani yake, akajua namna ya kutembea naye. Kuna watu duniani hapa watu wameshindwa kuishi nao. Mimi siwezi kuishi naye yule. Kwa wale alionao mimi siwezi kabisa kukaa naye. Ni shida. Lakini wanashangaa, mtumishi kawezaje? Mbona amekaa naye yule? Kwa nini? Umemsoma. Umejua kwamba huyu ni moja mbili. Na ukishawajua watu, umefuzu. Hata katika mtaa wote, ukishajua sasa huyu ana hiki, huyu ana kile, huyu ana kile, unaenda. Utashangaa tu mtu wote unaishi naye. Kwa sababu umeshamsoma. Alafu sasa kitu ambacho kubaliana na alivyo. Yaani jua mtu ndivyo alivyo na kubaliana naye. Tembea naye vile vile alivyo. Pale itakapowezekana kumbadilisha, mbadilishe. Lakini kuna vingine ni roho kabisa. Ni roho ya mtu huyo. Lakini tembea naye vile vile alivyo. Kwa nini? Tunaishi kwa kutegemeana. Kuna pahala kwako anafanya vizuri. Kwa usimtenge. Kuna mahala kwako anaweza kukusaidia ukavuka. Kwa sababu duniani hapa tunaishi kwa kutegemeana. Kwa hiyo usije ukasema yule 1 2 3 mimi siwezi kutembea naye. Kuna sehemu anavuka. Anaweza kukusaidia pale. Kwa hiyo ishi naye vizuri kutengeneza mahusiano mazuri na yeye. Kuna siku anaweza kukusaidia afu usijue hiyo siku ni ipi. Afu ambapo watu wote sasa wamekukataa. Afu yeye yule ndo akashangaa mimi unamfahamu. Nitavuka naye kwenye hili. Bwana Yesu asifiwe. Jua mwito wako ni nini? Waefeso sura ya 3. Umeelewa? Macho yenu yatiwe nuru. Mjue tumaini la mwito wenu. Bwana Yesu asifiwe. Ulivyo utajiri na utukufu na urithi wake katika watakatifu, jinsi ulivyo na bora na ukuu na uweza ndani yetu tunaoaminio, jinsi ulivyo kwa kadri ya utendaji wa nguvu na uweza wake ndani yetu unaotenda kazi aliyotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho, juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultani. Kwa usiofie. Hizi zote zinapiga goti kwa Filipi 2:9 hadi 10. Zote hizi. Ufalme, usultani, mamlaka zenye nguvu, ndio waganga, wachawi, walozi. Usiofie, never fear, never worry. Because Jesus is with you wherever you are. Kokote pale utakapokuwa. Wala si ulimwengu huu tu, bali katika ule ujao pia. Akavitia vitu vyote chini ya miguu yake. Akavitia vyote chini ya miguu yake. Akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa. Kwa hiyo kamweka awe kichwa kwa ajili ya vitu vyote kwa ajili ya nini? Ya kanisa. Kanisa nani? Me and you. Ina wewe. Kwa hiyo katuweka juu. Akaweka juu ya vitu vyote kumbe na authority, nina nguvu ya kutamba kokote kule. Kwa sababu tayari uwezo wa Kristo ninao. Ambalo ndilo mwili wake. Sisi ndio mwili wa Kristo. Sisi ndio mabibi harusi wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Manake Kristo ndio kichwa. Ili mwili wa Kristo ukamilike, manake yeye ndiye kichwa. Kwa hiyo manake mkono, nilizungumza hapa Jumatano nikasema mkono unaweza kawa ni wewe.
mkono ni mguu ni huyu, yule ni kucha. Tunapo join kwa pamoja tunautimiza mwili. Kichwa anakuwa ni Kristo mwenyewe. Kwa hiyo unakamilika mwili wa Kristo wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Manake huu mwili huwezi kutembea kama upokee amri kutoka kwenye kichwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Fungua Efeso sura ya 3 mstari wa 14. Sudi tu hapa mbele sura ya 3. Sura ya 10 mstari sura ya 3 mstari wa 18 hadi 19. Kwa hiyo nampigia Baba magoti, ambaye kwa jina lake ubaba wote wa mbinguni na wa duniani umeitwa, awajalie kwa kadri ya utajiri wa utukufu wake kufanywa imara kwa nguvu kwa kazi ya Roho wake katika utu wa ndani. Kristo akae mioyoni mwenu kwa imani, mkiwa na shina na msingi katika nini? Katika upendo, ili mpate ufahamu pamoja na watakatifu wote jinsi alivyo mpana, mrefu, kimo na kina, na kujua upendo wake Kristo upitao ufahamu wa jinsi ulivyo mwingi, mpate kutimilika katika utimilifu wote wa dunia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mnampigia Baba magoti, ambaye kwa jina lake ubaba wote wa ulimwengu na dunia unaitwa, awajalie kwa kadri ya utajiri wa utukufu wake kufanywa imara kwa nguvu kwa kazi ya Roho wake katika utu wa ndani. Utu wa ndani wa nani? Wa mtakatifu, wa mimi na wewe. Kristo afanye kazi katika hilo. Bwana Yesu asifiwe. Ili mpate ufahamu pamoja na watakatifu wote jinsi ulivyo mpana. Jamani, Kristo, sijui watu mnamuelewaje. Kuna namna ambavyo watu wanahisi huyu Yesu amemmaliza. Kuna watu maprofesa wa hii elimu ya dini wamesoma kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo, from Genesis to Revelation, lakini bado ingekuwa tayari anajulikana, hii Biblia tangu imeanza kufahamika duniani hapa, ingekuwa imekwisha hii. Hakuna cha kufundisha sasa. Kwamba Kristo bado umjue kwa upana, kwa urefu, kwa kimo, bado kuna hitaji uende deeply umfahamu. Sasa unamfahamu vipi? Kwa kujinyenyekeza mbele zake. Afu umfahamu yeye anafanyaje kazi ndani yako. Sasa Kristo akiishi ndani yako, unapojinyenyekeza, sawa, ukamfahamu kwa undani, anaingiza hekima. Akishaingiza hekima, unafanyika kuwa baraka. Bwana Yesu asifiwe. Cha kwanza ufahamu. Afakisha ingiza hekima, ufanyike kuwa baraka pale ulipo. Kwa kama ni mwanafunzi, omba Yesu Kristo afanye kwenye shule unaosoma awe baraka. Kama ni mzazi, hakikisha kwenye mtaa unaoishi awe baraka. Awe baraka. Kristo kamaliza yote. Nitasoma kwa jina la Yesu. Neno hili ndilo lililomjia Yeremia kutoka kwa Bwana kusema, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, ya kwamba uyaandike kitabuni maneno hayo yote niliyokuambia, kwa maana tazama siku zinazokuja asema Bwana, nitakapowarejeza watu wangu wa Israeli na Yuda waliofungwa, asema Bwana, nami nitawarudisha hata nchi niliyowapa baba zao, nao wataimiliki. Nchi yako baba zao kafanyaje?
hiki kila ulicho nacho. Ndio uko kamili. Amina. Neno hili ndilo lilomjia Yeremia toka kwa Bwana kusema, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, ya kwamba uyaandike kitabuni maneno hayo yote niliyokuambia. Kwa maana tazama, siku zinakuja, asema Bwana, nitakapowarejeza watu wangu wa Israeli na Yuda waliofungwa. Hawa sio wapo huru, wamefanyaje? Waliofungwa. Asema Bwana, nami nitawarudisha hata nchi niliyowapa baba zao, nao waimiliki. Kwenye maisha yako, kama unaona unashindwa kuwa baraka kwa sababu kuna kifungo kinakuzuia, kiondoe. Kiondoe. Unasifiwe. Shika kwenye moyo wako. Shika kwenye sehemu ya moyo hapa. Usimame. Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Kila kinachozuia mimi kuwa baraka kwenye maisha yangu, ninaking'oa, ninakibomoa, ninakiharibu kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa Yeremia 1:10. Ninang'oa kila ambacho kimekuwa kiambaza katika kufanikiwa kwangu, katika kuvuka, katika kuwa baraka kwenye maisha yangu, kwenye elimu yangu, kwenye kazi yangu, kwenye ndoa yangu. Na jina la Yesu, sasa hivi nabomoa, ninafungua, ninaharibu kwa jina la Yesu kila kizuizi kinachozuia kwenye maisha yangu kupiga hatua, kutokuwa baraka. Ninang'oa, ninang'oa kwa damu ya Yesu. Ninang'oa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Haijalishi ni asili ya baba yangu au ya mama yangu au ya kiukoo, ya kikabila, ya kijamaa, ya kitaifa. Ninang'oa kwa jina la Yesu. Ninang'oa kwa jina la Yesu kila kiambaza, kila kizuizi ndani ya nafsi yangu, mwili wangu na roho yangu kinachozuia. Ninang'oa, ninang'oa kwa jina la Yesu. Sema ninang'oa, ninang'oa kila kiambaza, kila kizuizi, kitoe ambacho kimezuia kwenye nafsi yako, mwili wako na roho yako. Kwa jina la Yesu, kila kinachosimama kinyume na mapenzi yako Bwana Mungu Baba, tunaking'oa, tunakiharibu kwa jina la Yesu. Kuanzia saa hii ninaharibu kila kiambaza ndani ya nafsi yangu, mwili wangu na roho yangu. Kile ambacho adui anakitumia kwa hila ndani ya maisha yangu, ndani ya nafsi yangu, alikiiba kwa jina la Yesu. Kwa Yeremia 22:3, fanyeni hukumu na haki, mkamtoe yule aliyetekwa katika mikono ya mdhalimu. Ninatoka kwa jina la Yesu, ninatoka kwenye hivyo viambaza, ninatoka kwenye hiyo ashira, ninatoka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila ambacho baraka zilichukuliwa labda wakati wa kuzaliwa kwangu, wakati wa mimba ya mama yangu wakachukua, katika jina la Yesu sasa hivi ninazirejesha vyote vilivyoibiwa kwa Isaya 42:22. Hapana asemaye rudisha. Ninarudisha baraka zangu nilizopewa za Ibrahim kwa jina la Yesu. Zirudi sasa, zirudi sasa kwenye uchumi wangu, akili yangu, zinarudi kwa jina la Yesu. Zinarudi saa hii. Kila kilichoibiwa kupitia vyakula, kupitia maji, kupitia picha kikakamatwa, kikachukuliwa na kinatumiwa na yule adui kwa hila, ninarejesha sasa, ninarudisha sasa kwa jina la Yesu. Rudisha vyote vilivyochukuliwa, juu ya asili ya baba yangu, juu ya asili ya mama yangu. Walisema sitavuka, sitafanyika kwa baraka, lakini kwa kuwa naye Kristo ninavuka kwa jina la Yesu. Ninavuka kwa jina la Yesu. Sasa hivi mstari wa 13. Tasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Kwa maana ahadi ile ya kwamba atakuwa mrithi wa ulimwengu alipewa Ibrahim na uzao wake, si kwa sheria bali kwa haki aliyohesabiwa kwa imani. Maana ikiwa wale wa sheria ndio warithi, imani imekuwa bure, ahadi imebadilika. Kwa sababu sheria ndio itayofanya
hasira, maana pasipokuwa sheria hapana kosa. Kwa hiyo itokea katika imani iwe kwa njia ya neema, ili kwamba ile ahadi iwe imara kwa wazao wote, ili kwa wale wa Torati tu, ili si kwa wale wa Torati tu, ila na kwa wale wa imani ya nani? Ya Ibrahim, aliye ndiye baba yetu sisi sote. Kwa maana Mungu alivyombariki Ibrahim, wanaweza usifiwe, na zile baraka zote tunazo. Lakini changamoto kubwa inakuja pale ambapo unajiuliza, Mungu amenipa baraka za Ibrahim, mbona mimi si baraka? Zipo wapi? Akati mimi nimejaza kuwa baraka. Mimi nimefanyika kuwa baraka, zipo wapi? Mbona sioni? Mbona Mungu alimjaza Ibrahim zaidi na zaidi? Mimi baraka zangu zipo wapi? Na ndio maana tukaingia kuona mbele za Mungu kutaka uso wake. Mbele Mungu, tunajua umetupa baraka, ulishatupa tangu muda, lakini tunakumbusha kuhusiana zile baraka ambazo umetupa. Mungu ametupa baraka, wote tumepewa baraka, lakini tunakuta yale matunda baraka zetu hazionekani. Ni kwa sababu kuna kitu kimeficha hapa, zile zisionekane zile baraka tulizonazo. Na ndio maana tukiingia kwenye maombi hapa wasahau, tuseme Mungu Bwana, tunaomba baraka zile za kwetu zikarejeshwe upya, zikafanyike. Tuwe zaidi hapa tulipo leo. Unapompokea Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, tayari zile baraka uanze kuzipata ambazo Ibrahim alipewa. Maana wewe umekuwa mzao. Sema hapa, si wale wa Torati tu, ila na wale wote wa imani ya nini? Ya Ibrahim, aliye baba yetu sisi sote. Kama alivyoandika, nimekuweka kuwa baba wa mataifa mengi mbele zake yeye aliyemwamini, yani Mungu mwenye kuwahuisha wafu, ayatarajiaye yale yasiyokuwako kana kwamba yanakuwako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tumepewa baraka nyingi zaidi kwa wale wanaomwamini kuwepo wa Ibrahim. Ndio mama ananili au nasinzia. Lakini tusioni. Kuna watu Mungu aliwapa vitu, ila baada ya kuingia kwenye eneo fulani vile vitu vinaanza kupotea. Kwa sababu kuna nguvu katika ile eneo, kwa linanyonya zile baraka za Ibrahim. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unakuta mtu alitoka katika eneo fulani, alikuwa na uwezo mkubwa wa kifedha, ila baada ya kuhamia katika eneo jingine, tayari adui akabeba zile. Unakuta mtu alikuwa na magari, lakini baada ya kuhamia kwenye mtaa mpya kuna vitu vimechukuliwa. Kwa zile baraka zinaanza kupuputika kutokana na nguvu ambayo ipo katika ile eneo, katika ule mtaa, katika ile eneo. Na ndio maana tumeingia kwenye maombi hapa, na maombi yasiwe ya muda huu tu. Ukipata nafasi rudi pale nyumbani pia omba sana kwa ajili ya ardhi ya mali pale. Mbona Mungu anataka baraka zizidi kuwepo hapa. Kuna nyumba ukipanga ndugu yangu, utakaa pale miaka 50. Ununue hata pazia. Tuanzo. Nyumba sio baraka. Kwa maana hiyo hata pale kwako ombea sana, inawezekana sio wewe, ila ile ardhi ambayo aliwahi kuitumia miaka hiyo, ujui aliishije mahali pale, au kulifanyikaga nini pale. Kwa hiyo unaweza kukuta unashangaa unahitaji kusogea, lakini unakuta usogei kwa sababu ya ile ardhi pale ilishanenewaga miaka hiyo kabla wewe hujafika pale. Kwa sababu kisifanyike chochote kikawa baraka hapa, kile kitakachopandwa hapa kitakufa wala kitamea kitu. Kwa hiyo hata biashara yako pale unapofanya biashara, huenda kilishanenewa ya kwamba hakutakuwa na baraka yoyote hapa. Kwa watakofanya biashara hapa lazima atakuwa analipa hela zao anaondoka. Kuna watu hapa walinunua, kuna watu wananunua mpaka viwanja. Unakuta mtu anauza kiwanja hata mara 10 au mara 5. Ni kwamba anapoenda kununua kile kiwanja, umeona? Wanauziana vizuri, anapewa na hati na kila kitu, lakini unashangaa na teko ile ufahamu. Akumbuka kama shehe kununua sehemu kiwanja. Ishapita miaka 3-4 anauzwa mtu mwingine pale. Wewe ukumbuki tena kama kuna siku niwewe kununua kiwanja, tayari wameshakufunga ile. Huo mchezo upo. Na yule mtu atakayenunua pini anafanyia mchezo huo. Kwa anauzwa $500,000, $600,000, $700,000, ananunua fikisha nunua na sahau kama kuna kiwanja.
kabisa, na sawa, miaka nenda na mashahidi anao, wale wote waliohudhuria wote wanasaulishwa kwamba kule mshawahi kununua kiwanja. Afikiri kiwanja anauziwa mtu mwingine. Na yule mtu mwingine kuona kuwa ni mchezo. Kwa ardhi inakuta ameuziwa mpaka watu 20 mpaka watu 10 na kwenye ardhi moja. Watu wanakuwa matajiri mjini. Kuna sehemu watu walialikwa wakachukua baraka zao zikachukuliwa pale pale kwenye shughuli, kwenye misiba. Baraka zao zikaachwa pale. Walialikwa chakula tu, wakaacha hapo baraka zao. Sio kila kitu cha kushiriki. Namsikiza Roho Mtakatifu, ni shiriki nisishiriki. Kazekana baraka zako ndo kaacha pale pale, jeshi ni sherehe. Bwana Yesu asifiwe. Baraka. Fanya jambo, sitaki watu wakuone umefanya. Fanya tu. Kibinadamu lazima kuna majungu sana. Anajifanyisha, anataka kujionyesha kwamba yeye anataka ubunge ni. Ana hela sana. Pana. Hizo hela zinatoka kwake Kristo kwa ajili ya nini? Fanyike kuwa baraka wewe. Na Mungu akutumie. Na naamini wote hapa mna baraka zenu. Wote mmepata wote baraka zenu. Mungu amekujaza zaidi ya vile. Ila tatizo sasa kutembea na baraka zako kuziishi.